Tumsifu Yesu Kristo. Mwanakondoo ameshinda. Asante sana. Wachache watashangaa baba askofu kuwa katika mikutano hii ya hadhara. Lakini nataka niwaambie kwamba ni jukumu la askofu na jukumu la viongozi wa kanisa kuwa sehemu ya mapambano ya haki katika taifa. Nchi ya Tanzania ilipata uhuru kwa kutokumwaga damu. Ndio nchi pekee katika ukanda huu wa Afrika iliyopata uhuru kwa kutokumwaga damu. Lakini siri kubwa ni kwa sababu kanisa lilisimama kwa nafasi yake. Padri wa kanisa Katoliki Father Welsh ambaye alikuwa ametokea Ireland ndiye aliyempa siri Mwalimu Nyerere ya kwamba tunaweza tukapata haki ya kujitawala katika nchi hii bila kumwaga damu. Baada ya Nyerere kupata siri hii, ndipo akaanza harakati za kudai uhuru akienda Umoja wa Mataifa, wengi mnafahamu. Na baada ya hapo tukapata uhuru. Niwakumbushe tu wapendwa kwamba hata kule Afrika Kusini askofu mkuu wa kanisa Anglican Desmond Tutu aliposimama pamoja na watu wa Afrika Kusini, ubaguzi wa rangi na utawala wa kandamizaji ukabomoka na kuanguka kabisa, haukuinuka tena. Nchini Malawi waraka wa kichungaji uliotolewa na viongozi wa kanisa uliteketeza kabisa ukandamizaji kule Malawi. Nchini Kenya viongozi wa kanisa waliposimama imara, katiba mpya ikaandikwa nchini Kenya. Sasa nataka niwaambie wa Tanzania, katika nchi yetu tulipata uhuru ndio, lakini bado kuna mambo ambayo yanatia huruma katika nchi hii. Haki ya kuishi ni jambo tatizo kubwa. Watu wanauawa, watu wanatekwa, na hili ni lazima tuliseme. Tumekuja kugundua kwamba kwa mfano uchaguzi uliopita, mimi nina taarifa kule Misenyi, mmoja aliyekuwa anagombea serikali za mitaa aliuawa. Kule Singida kuna mtu aliuawa. Huku Tunduma kuna mtu aliuawa. Dar es Salaam kuna mtu aliuawa. Sasa sisi viongozi wa kanisa hatuwezi tukakaa kimya tukawa tunazika watu. Wachungaji wetu wanazika watu ambao wamekufa katika hali ya namna hiyo. Ninataka niwaeleze ya kwamba wale wajane wanaongezeka. Kanisa linakuwa linabeba mzigo wa kuhudumia wajane na watoto yatima, lakini tumekuja kugundua kwamba tatizo ni mfumo mbovu wa utawala. Tatizo ni mfumo mbovu wa uchaguzi. Kwa hiyo basi tunaenda kumuomba Mungu ya kwamba wote tuungane kuandika katiba mpya na kuwa na tume huru ya uchaguzi. Haya mambo tukisimama kama kanisa yatabomoka yote, na mwisho taifa hili litakuwa na haki ya kupiga kura bila kupigwa mabomu. Nyosha mkono. Baba, katika jina la Yesu tumesimama hapa Iringa tukiutangazia ulimwengu na Tanzania kwa ujumla kwamba Watanzania wako tayari kwa ajili ya kupambana, kwa ajili ya kuunda na kuandika katiba mpya. Kama unaamini sema amina. Watanzania hawa wanaamini ya kwamba kuanzia sasa wote wataungana kupiga vita utekaji na mauaji. Kama unaamini sema amina. Yeyote atakaye simama kwa ajili ya kuvuruga mpango wa Tanzania akafedheshwa kwa jina sema amina. Yeyote atakayeamrisha vyombo vya dola na majeshi na polisi kwa ajili ya kuteka, kupiga, kunyamazisha wote walio katika kampeni hii akafedheshwa kwa jina sema amina. Na familia yake na kizazi chake cha kwanza na cha pili na cha tatu kikafedheshwa kwa jina sema amina. Tulimuomba Mungu na Mungu alijibu, na leo tunamuomba na atajibu. Na ufungua mkutano kwa jina Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Umoja wetu ndio